Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jioni njema mtazamaji, tunakukaribisha katika kipindi ambayo sisi zote tunaipenda ya kutembea polepole kwenye maandiko, Bible Track. Sisi ni wachungaji wako kwa wakati huu. Mimi ni Pastor Naomi Tiro wa AIC Kip Kenya, na siyuko peke yangu kwenye studio. Nimetembea na wachungaji wenzangu, wacha wakaweze kujitambulisha. Jambo mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki cha Bible Track. Tunafurahi kwa sababu ya kuungana pamoja nawe kwa sababu ya kipindi cha jioni ya leo. Karibu ili kwamba tukaweze kubarikiwa pamoja. Naitwa mchungaji Ian Cheptum na hudumu na kanisa la AIC Kapkei. Karibu tubarikiwe pamoja. Hujambo mtazamaji, jioni wa leo. Niko na furaha kukutana tena pamoja nawe jioni wa leo ili tuweze kubarikiwa pamoja. Jina langu ninaitwa Pastor David Kimibe kwa AIC Chaumiet Kipsome DCC. Karibuni. Sisi ni wachungaji wako, naomba nafasi yako tuombe pamoja. Tuombe. Mfalme wa amani, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tumerudi tena kusema asante tunapojumuika pamoja na mtazamaji huyu ambaye anafuatilia kipindi hii ya kutembea polepole kwenye maandiko. Bwana, tunakualika ukae katikatini mwetu kwenye mafundisho haya. Bwana, tunaomba baraka kwa mtazamaji pia, nasi Bwana utubariki kwa pamoja. Tunaomba ya kwamba neema na kibali yako iwe juu yetu tuanzapo mpaka mwisho, jinani mwa Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. 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 Asante sana mtazamaji, kwa yule ambaye umefungulia runinga yako kwa wakati huu. Bado tunakualika ya kwamba karibu sana tukaweze kutembea polepole kwenye maandiko, ikiwa ni wiki ambayo umejawa furaha, wiki ambayo umejawa matumaini kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Amen. Tunatumai ya kwamba Bwana anakutendea mema jinsi vile anavyotutendea mema, na tuna sababu ya kumwambia Bwana asante. Wewe ambaye unalala kwenye kitanda kule hospitali, tutakuombea ya kwamba Bwana akupe uponyaji wa haraka na ukaweze kukuwezesha. Yule ambaye unapitia changamoto moja au nyingine, kuna matumaini kwa Bwana, usije ukakata tamaa. Sisi wachungaji wako mahali hapa, unaona nambari zetu za simu inapita kwenye runinga yako. Ukiwa na swali, ukiwa na hitaji, sisi tu tayari kusimama pamoja na wewe kwa maombi, na Bwana atatutendea mema. Hivyo basi, kwa wale ambao pia mmetoka kanisani, ikiwa ni siku ya Jumamosi wana Sabato, tunawaalika pia tukaweze kutembea polepole kwenye maandiko. Bible Track ni kipindi ambayo tunatazamia sana, ama malengo yetu kubwa ni kuangalia Biblia ama kuangalia mafundisho ambayo tunapata kwenye Biblia. Mafundisho yetu tunasimamia maandiko ambayo tunajua ya kwamba maandiko haya tulisoma kwenye vipindi ambayo zimepita, ni kwamba andiko hii ni pumzi ambayo inatoka kwa Mungu, na ni tayari ama ni sisi majukumu yetu kutufundisha, kutuonya, kuturekebisha. Ndiposa sisi, wewe pamoja nasi tu ambao tumetimilika kwa ajili ya kazi njema yake Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, siku ya leo mtazamaji, tunatazamia mafundisho yetu ambaye ninaamini ya kwamba itakubariki, itanibariki pia nami. Maandiko ama neno kubwa ambayo tunatazamia mara mingi katika ulimwengu huu, mara mingi katika nyumbani, mara mingi tunakosa. We are living in a world full of confusion. Atujielewi tena, where are we heading? So today we are dealing with a subject known as, am I compromising with the word of God? Je, ninaelekeza misimamo na neno la Mungu? Je, mimi ninaweza kuwa ninalekeza msimamo? Am I compromising the word of God? Nimesema ya kwamba nowadays we are living in a world full of confusion, the world full of technology, the world full of, you can mention, ambaye mimi pamoja na wewe tumepaki katika njia panda. Sasa zingine tunaweza sema ya kwamba hii neno la Mungu haisemi jinsi ambavyo inahitajika. The way you look at in the media is not the way the Bible is saying. That's why nimesema ya kwamba we are living in a world ambayo imekuwa confused. Sisi tunajiuliza leo hii, so this world ambayo imejawa confusion, this world ambayo saa zingine tunahitaji kulekeza ama kupende word of God so that we can fit in. You and me, are we compromising the word of God? Je, tunalekeza misimamo ya neno la Mungu wakati fulani? Wacha tupate mtumishi wa Mungu kabla ya yeye
tuelewe jambo hili. Paulo alinena na kanisa hii. Mtazamaji ambao unafungulia runinga yako, are you compromising the word of God? Am I compromising the word of God? Hear what Paul says to the church of Rome, Warumi 12:2. Neno la Mungu lasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mkeuse kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikumbusha kanisa hili katika dunia ambayo umejawa confusion, katika dunia ambaye wewe mama, wewe baba, wewe kijana ambaye mnatutazama, kuna mambo mengi inafanyika. Paulo akasema nini? Wala msifuatishe nini? Namna ya dunia hii. Wacha tusikie kutoka kwa mchungaji Ian. Asante wewe mpendwa mtazamaji ambao unafuatilia kipindi hiki. Na nashukuru kwa sababu ya mwelekezi wetu. Maana swali ni kwamba, am I compromising with the word of God? Ya kwamba tunapoanza haya mafundisho, ni mafundisho ambayo yatatupa changamoto, or it is a topic that is going to challenge us to examine our choices, our action and belief, asking whether we are truly living by the scripture or compromising our faith. Ya kwamba tunapojifundisha haya mafundisho, ni fundisho ambalo litakupa changamoto sana katika kujua uamuzi ambao unafanya na matendo ambayo unafanya na imani ulio nayo, na kujiuliza kama kweli inaambatana na neno la Mungu. Na tunaposema ili neno compromising, iko na in other word, it has a positive. Kuna the positive side of it na kuna the negative side of it. And the positive ni kwamba it is an agreement where two or more people give up something to reach a middle ground. Kwamba katika hali ya kukubaliana ni ile ambapo watu wawili wanakubaliana kuhusu jambo fulani na kuelewana, kuwa katika hali ya maelewano. So compromise, it has a positive impact whereby mtu wanakubaliana kwa jambo fulani. Na pia the negative side ni kwamba it can mean to weaken or put something at risk. Na kwamba inawezafanya kudhoofisha kitu ama kuweka kitu kuwe katika hali ya hatari. Lakini zaidi ya kuongea hivi, tunataka tuilete katika hali ya Biblia. Maana katika kizazi tulicho nacho, watu wamesahau kuenda kulingana na neno la Mungu, na tukaanza kukubaliana na vitu ambavyo ni vyetu. Na hiyo ndio inaleta swali ambayo inauliza, am I compromising with the word of God? Ya kwamba je, yale maamuzi ambayo unafanya, je, yanaambatana na Biblia? Maana mara mingi tumegeuza mambo yetu yafanye nini? Yawe ya Biblia. So tunapoanza mjadala huu, ni mjadala ambao tutakapokuwa tukiendelea itakuja ikufundishe na itakupa swali hili na utapata jibu, kwa sababu tumesema the topic challenge us, kwamba somo hili it is challenging us to examine our choices. The choices we make, uamuzi ambao unafanya, the action and belief, asking whether we are truly living by the scripture. Bwana Yesu asifiwe. So tutajiuliza mwisho, na hata wewe utajiuliza, are you living by the scripture? Are you walking by the scripture? Are you following what the scripture is telling you to do? Maana tumekuwa na mambo mengi mpaka tumesahau kuenda kulingana na nini? Neno la Mungu. So swali ambao tunajiuliza na ambao tunataka ujiulize ni kwamba, are you or am I compromising with the word of God? Mtazamaji ambaye unafungulia runinga yako, sisi ni watumishi wako Pastor Ian, Pastor David, nami Pastor Naomi, tunakukaribisha sana katika kipindi hii, ikiwa tunatazamia neno kubwa ambaye tunasema ya kwamba, am I compromising with the word of God? Je, ninalekeza misimamo wa neno la Mungu? Hilo ndio swali kubwa ambalo tunapoendelea kujifunza. Chukua Biblia yako, chukua kalamu yako, tukaweze kuelewa. Je, tunaweza kuwa tunalekeza maandiko ya Mungu? Karibu Pastor David. So mtazamaji wetu jioni ya leo, tunajifunza jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku, maisha ya kiimani, hata maisha ya kawaida. Lakini sana tunajifunza juu ya imani
ndani ya Yesu Kristo. Yes. Je, tukiwa wa Kristo, je, are we truly serving God? Ama tunamtumikia Mungu kwa njia ambayo inafaa? Ninashukuru Mungu kwa ajili ya hii topic ambayo, je, compromise ni nini? Uelekezi ni nini? Ama kuelekeza kutozingatia sana neno lake Mwenyezi Mungu. Na nashukuru Pastor Ian kwa maana amefananua the first meaning of compromise. Nashukuru Mungu maana wakati Mungu alipotuumba, alituumba kwa mfano wake. Na mfano moja ni juu ya maongeo. Ndimi zetu vile tunavyoongea. Hiyo ni one of the gifts ambaye mwanadamu amepewa. Hata mnyama yote hana. Ni sisi wanadamu ndio tumepewa kuongea, to speak something. So kuna mambo ambayo Mungu ameweka ndani yetu, ama wakati tunapoongea, ambayo iko na maana iliyo sawa. Similar words ni kama tunaweza tumia maneno ambayo na tuelekeza mpaka tufikie kwenye what we call kwa Kiingereza middle ground. Tunatafuta katikati. Hatuwezi kwenda hapa na hapa. Tunatumia maneno kama haya, inakuwa lukewarm. Kwa wakati mwingine middle ground, maneno ambayo sio clear. Jambo lingine, kuna something about a deal. Tunatafutia njia. Watu mwingine wafanya biashara, wakati wanataka kufanya jambo, wanasema wacha tufanye deal, ili mambo fulani iweze kuifa, ili tuweze kupata kitu fulani. Unatafutia njia ili kuepa the reality, facing the reality. So unatafutia maneno kama haya, ni deal. Jambo lingine ni accommodation, to accommodate. Kwa sababu tukiface reality wakati mwingine inakuwa chungu sana. Nakumbuka wakati unapomwambia mtu fanya hii, ukifanya hii ni kweli inafanyika hivi. Sasa wakati mwingine mtu anaona ni ngumu sana kuyafuata. Sasa anatafuta njia ya kuaccommodate ili iweze kusuit. Unatafuta maneno ambayo ama kitendo ambayo haitakuumiza sana, yani ili usikoro sana na mtu, ama mtu anataka kuface what we call sufferings ama persecution ama hardship, kitu kama hiyo. Kwa sababu maisha ya Kikristo wakati mwingine ni lazima uface the reality. Kama ni chungu ni chungu, kama ni mzuri ni mzuri, lakini bora inapendeza nani? Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ni about adjustment. Unatumia adjustment. Una adjust kitu. Kama ilikuwa juu hivi, sasa unaelekeza kidogo ikuje chini. Wakati mwingine sisi ni waendeshaji wa pikipiki. Wakati mwingine una adjust speed. Inaenda speed ya chama kidogo. Ama pengine kuna kitu fulani ama engine ya gari na adjust the motion ya engine. So it is about adjusting. Jambo lingine to endanger. Pengine kuna watu ambaye pengine hutaki katika maisha wako, wanakuja kinyume chako kama Mkristo ama mtu yeyote. Sasa unatafuta kitu ambayo inaweza umiza mtu mwingine yule, to endanger someone else ama ku weaken. Usifanye pengine huyo mtu ako na msimamo. Wakati mwingine unaona hata kwa Biblia mtumishi wa Mungu Danieli alikuwa na msimamo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu wakati alipokuwa Babiloni. So wale marafiki zake wakaona tutafanyia nini huyu mtu. Sasa wakafanya deal, wakasema kwamba wakaenda kwa mfalme ili waweze kuabudu miungu ya pande ile. Lakini hao wakawa na msimamo. Sasa ilikuwa ni njia ya kutafuta njia ya kuweaken the faith ya huyu mtumishi wa Mungu. Na hiyo is applicable even today. Wakati mwingine tunataka kuweaken mtu ambaye kuna msimamo, tunatafuta njia ya kushusha imani ya mtu mwingine. So hiyo ni the meaning of compromise, using words with similar meaning. Thank you so much Pastor David kwa kutuelekeza vizuri tuweze kuelewa what is compromise. Na tumeelezwa ya kwamba kutoka kwa Ian ya kwamba tunaweza pata utofauti mbili. We can have positive and also negative compromise. Sometimes as a person unaweza fikia mahali ambapo unasema ya kwamba this is
you are doing a right thing. But in real sense, you are not doing the right thing. Yes. Asanteni sana watazamaji. Kama umefungulia kipindi chetu ama kipindi chako leo hii, ni kwamba am I compromising with the word of God? Je, ninaweza kuwa ninalekeza msimamo wa neno la Mungu? Na kitambo tuliimba wimbo ambao inasema ya kwamba changanya, Yesu apendi changanya. Yes. Tunapochanganya neno la Mungu kidogo huko katika upande huu, kidogo huko katika upande ule, Mungu apendi mambo kama haya. When adjustment become disobedience. Vile David alisema ya kwamba sometimes tuna-adjust, tunasema ya kwamba hii imenifinya sana. Nasema ya kwamba wacha ni adjust at least ni fit to the situation. Lakini as you are fitting in that situation, tayari umekosea nani? Mungu. You have already disobeyed God. Yes. Na tulisema, I still remember, tulisema wakati mwingine obedience is better than sacrifice. Sometimes we can go against the word of God. We can do against the will of God. We disobey what the scripture says. We disobey what the word of God is saying unto me, is saying unto you. Na tunaenda kinyume. We are just kidogo. Yani tuna twitch kidogo tu ndio ifit the situation ambayo Pastor Naomi yuko. But in real sense, it is not pleasing God. I have already disobeyed God. So compromising, my dear friends ambao mnatufuata katika runinga hii, ni kwamba compromise is dangerous especially to our spiritual journey. Ni mbaya sana. Ni hatari katika safari ya nini? Ya kiroho. Tunasema ya kwamba bado tunasimama. Bado niko katika njia, lakini kitambo umefanya nini? Umepotoka katika njia. Sababu ya compromise. Yes. When we adjust, we become disobedience. Tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Na Yakobo akasema nini? Yakobo 1:8 akasema, mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. The double-minded person is unstable in his ways. Yes. Unasema ya kwamba mimi wacha nifanye hii, mimi wacha nifanye hii. You are not stable. Haujakata kauli ya kusimama na neno la Mungu. Na tukasema at that time you will be in that position of compromising. Na tumesema ya kwamba compromising is dangerous especially to our spiritual journey. Mtazamaji, sasa ile tunalekeza ujue ya kwamba kuna hatari katika njia yako ya kiroho. Unapolekeza msimamo katika mambo ya Mungu, unachukua upande gani? Mara mingi tunafutwa katika njia ya wapi? Dunia. Yes. Ambapo tulisema tulipoanza kipindi hii, Paulo alisema nini? Chunga sana. Chunga sana. Sababu mambo ya ulimwengu inafanya nini? Inaendelea. Na unapoendelea ni kwamba you cannot serve two masters. You will love one more than the other. It is like to having two gods. Utakuwa ni mtu ambaye utakuwa na miungu miwili. Na tukisema ukweli, ukiwa na miungu miwili, huwezi safa au miungu miwili sawa. Kuna mwingine ambaye utaweka upendo zaidi, na kuna mwingine ambao utafanya nini? Utalekeza. No balance at all. So tunasema nini? Tunapofanya hivyo katika neno la Mungu, dunia itatufuta na tutatoka ama tutapotoka njia katika utaratibu wa nini? Wa neno la Mungu. Na Matthew 6:24 ikasema nini? No man can serve two masters. Ye cannot serve God and mammon. Hatuwezi muabudu Mungu. Mtazamaji, you cannot serve God with all these other things, with mammon. Hauwezi sema ya kwamba mimi ninashikilia hii, hali unasema bado ninapenda nani? Mungu. Hiyo utakuwa kama ule mtu ambaye iliandikwa kwenye maandiko. Ikasema ya kwamba watu wananiheshimu tu kwa nini? Ndimi zao, kwa vinywa vyao, lakini ndani ya roho zao zi mbali na mimi. Sote tusikue kama watu wale. Ninauliza ya kwamba mtazamaji, tusimamie neno la Mungu. Yes. Tusio watu ambao we are double-minded people. Tusimame tunapoelekezwa na neno la Mungu. Tukitazamia Mungu ambaye anatutendea mema kila na wakati. Angalia, Kristo alijitoa kwa ajili yako, akajitoa kwa ajili yangu. Kwa akafa msalabani kwa ajili ya dhambi ambayo mimi Pastor Naomi singesamehewa, lakini huyu upendo wa Mungu kupitia Kristo nimesamehewa.
Na nimefanyika mtoto wa nani? Wa Mungu. Vile vile wewe, sababu Mungu amekusamehe bure kupitia Kristo. Njia hii ambayo tunatangaza, Yesu Kristo ni njia wa pekee. So let us not compromise the word of God. Let us stick to the word of God. Ndio tutapata baraka kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. There are the meanings of compromising in Christianity. Kuna mifano ambaye tunasema ya kwamba in our Christian journey tunaweza kuwa mifano, tunasema meaning, the meaning of compromising in Christianity. Yes. Meaning ama maana, yes, maana ya maneno haya katika nini? Katika Ukristo wetu. Wacha niulize Pastor Ian akatuambie maana hizi. Nimependa huu mstari ambao umesema katika kitabu cha Mathayo 6:24 kwamba no man can serve two masters. Na Warumi 12:2 ambao tulisomewa ikasema do not be conformed unto the world but be transformed. Ya kwamba tusienende kama dunia bali tufanye nini? Bali tubadilishwe. Na katika hali ya Ukristo tunapolegeza misimamo wetu kwa sababu ya mambo ya dunia ama kwa sababu ya kutufaa sisi kibinafsi, because when we compromise the word of God, inaashiria kwamba we are trying to fix ourselves, to adjust ourselves against the word of God. Na nadhani Pastor David alikuwa ametueleza vizuri. Lakini katika maisha ya Kikristo tunapolegeza msimamo wetu ni kama tunapunguza ile the God standard. Tunapunguza ile nini tuseme tabia za Mungu ama nguvu za Mungu ama ile heshima ya Mungu. Kwa sababu mara mingi Wakristo, kwa sababu tunaingia sasa kwa mimi na wewe ambaye tumeokoka. Yes. Mara mingi tunakubali kulegeza msimamo wetu ili kwamba ikatufae kinyume na neno la Mungu. So tunapofanya that word, when we compromise ourselves as Christian, na nashukuru kwa sababu Naomi alisema it is dangerous because of our spiritual journey. Yeah. Kwamba ikiwa mimi nimeokoka na nitalegeza msimamo wangu kwa sababu ya kufaidika kwa jambo fulani ama kwa sababu ya kunufaisha kitu fulani, inafanya nini? Inapunguza ile heshima ambayo ni ya uungu ndani yetu. So in other words, inasema compromise means lowering God's standard. Yes. Kwamba huyu ni Mungu ambaye ni Mungu mwaminifu, Mungu ambaye amekuumba, Mungu ambaye amekufanyia mambo mengi. Tuna majina mengi ambayo tunamuita Mungu mwaminifu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo. So when you lower yourself, unapolegeza msimamo wako kwa sababu ya kupata kitu ambacho kinakunufaisha. And I think katika kizazi tulicho nacho, hata wachungaji walio hapa, Wakristo wengi tumekubali kufanya nini? Kulegeza misimamo yetu kwa manufaa ya nini? Kwa manufaa yetu wenyewe. Na tukawacha kuenenda na neno la Mungu. Maana tumesema this is Bible track. We are walking by the word of God. Yes. Na the moment we miss the mark, tunapokosa kuelekezwa na neno la Mungu, tunafanya nini? Na maanisha tumekosa mwelekeo. Ama jambo lingine ni diluting biblical truth to fit one's comfort. Ya kwamba unajaribu kudilute yale maneno yaliyo katika Biblia. Ili kwamba yafanye nini wachungaji? Ya kunufaisha wewe mwenyewe. Lakini ni vyema tuenende kulingana na neno la Mungu. Yes. Kama neno la Mungu linatuambia hivi ni hivi, that is why wamesema tusiishi ama tusikubali kubadilishwa na dunia, bali tufanye nini? Tubadilishe. Lakini mara mingi katika mahali ambapo tuko tumebadilishwa na dunia. Mpaka tumefanya nini? Tumelegeza msimamo wetu katika neno la Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And that is why tunasema sisi kama Wakristo ni vyema tujue, are we living by the word of God? Are you living by the word of God? Kama Biblia imekwambia usifanye hii, mbona unaibadilisha ili kwamba ikunufaishe wewe? Mbona ubadilishe? Niposa ikufanyie nini? Ikunufaishe. Hey, how many times we as Christians, you as a Christian, I as a Christian, tunaweza fanya nini? Tunaweza keuza. Ndio nipate nini? Ininufaishe. Instead of what? Neno la Mungu itawale kwa wingi katika maisha yangu. Pastor David. Tunajua kwamba tuna deal compromising according to Christianity. Kama sisi wa Kristo.
inamaanisha nini hasa? Inamaanisha nikiongezea ni kwamba it is adjusting scriptures to suit our lifestyle. Tunajua kwamba sisi bado tuko duniani. We are still living in this world kama kwa Kristo. Kama wanadamu tukitazamia kwamba tutafika siku moja mbinguni. Because we believe in faith, we are going. So na wakati tuko hapa duniani tunajua kuna changamoto mingi. Wakati mwingine kuna mambo ya bravery, kuna nini ambayo inatokea njiani. Sasa tunabadilisha maandiko to suit our lifestyle. Wakati mwingine tunakuta hata Wakristo wengine wakiyasoma neno, kwa mfano wakati Yesu Kristo alipoenda kwa karamu, wedding ceremony in Cana, ikafika wakati divai iliisha. Alafu wakati divai iliisha, so akaletea mitungi, akasema ya kwa mjazeni hiyo maji, alafu yeye akabadilisha ikawa divai. Lakini most of the people ambao bado wanapenda mambo ya hii dunia wanasema divai, Yesu Kristo alibadilisha divai ikawa pombe. Hawa kuangalia the real meaning, the context ya wakati huu. Yeah, sasa they are just to shoot them. Akasema kwamba si hata Yesu Kristo alibadilisha hiyo divai. So it is another way of compromising, ili aweze kushoot lifestyle, ili mtu aweze kuendelea na nini na maisha ambayo anaishi kila siku. Hiyo ni mfano mmoja, kuna mifano mingi katika maandiko ambaye mtu ana translate directly the scriptures. Pengine mtu amekukosea, sasa badala ya kumsamehe hutaki kumsamehe. Wanasema si hata kwa Biblia uliona Waisraeli waliweza kupigana na maadui ambayo ni Palestine. Kuna inaonyesha mambo ya kivita na mambo kama hayo. Sasa ni lazima ujilipishe, maana Mungu anasema saidia wale ambao wanajisaidia. That is to twist the scriptures to adjust it because ili shoot lifestyle ili mtu asibadilike. Jambo lingine ni it is by obeying partially, obeying the word and obeying God kinusunusu partially. Mtu ajitolee fully. Ukisoma katika kitabu cha James nafikiri chapter 2 hapo inaongea juu ya imani. Yaani imani ambayo imekufa na imani lilo hai. Ya kwamba imani bila matendo imekufa. So which means mara mingi tunakuwa na imani ambayo ni tuseme ni ya kimawazo tu, ambayo unajua maandiko, unajua kila kitu lakini uyatendi. Mara mingi tumekuwa tukifikiria wale ambao hawajaokoka. Kuna wengine tunakuta walikuwa Wakristo wakabaslide. Wanajua maandiko tu lakini kutenda hawatendi. Hawazingatii, hawaishi kulingana na neno la Mungu. Because they are obeying only partially. Wanajua kuna Mungu, wanatetemeka tu wakijua kuna hata shetani anajua kuna Mungu. Lakini they are not obedient to the word of God. So this means that by obeying the word of God or God partially is another way of compromising. Kujua tu lakini haiko alive katika maisha yako. Endelea Pastor. Asante sana. Asante sana Pastor David. Asante kwa ajili ya kutukumbusha ya kwamba the meaning of compromising in Christianity. Tumeambiwa na Pastor Ian ya kwamba compromising means lowering God's standard. Tusilekeze ama tusiweke chini the standard of God. Tusidilute the truth to fit your comfort. Don't. Na tukaambiwa ya kwamba sometimes we adjust the scripture to suit our lifestyle. Tusifanye hivyo mtazamaji. Tusichukue neno la Mungu kwa ajili ya kutaka ikaweze kufit your own lifestyle. Pia do not obey partially. Obedience is obedience. Na Mungu anapenda yule mtu ambaye anafanya nini? Anatii. Do not bend under pressure.
pending under pressure. Sometimes unafinywa, sometimes unaona ya kwamba kabisa hii imenifikisha kwa kona. Unasema ya kwamba wacha tu nikubali, ndio at least nifanye nini? Nikuwe sawa na watu. Lakini sio hivyo, don't bend to some pressure. Stand firm. Stand firm katika neno la Mungu na utakuwa mshindi. Tunaposimama imara katika neno la Mungu, tutakuwa washindi. Yes. Na neno lingine ni kwamba living on our own fashion. Do not live on your own fashion. Fuata njia zake Mwenyezi Mungu. Wakolosai ikasema nini? Na tutafute mambo yaliyo wapi? Yaliyo juu. Tusitafute mambo ambayo yamo katika ulimwengu wa sasa. Tutafute mambo yaliyo juu na Mungu atatubariki. Elewa jambo hili mtazamaji, kama ulifungulia runinga yako, ni kwamba kipindi hiki ambayo tulikuwa tunafuatilia ni kwamba am I compromising with the word of God? Je, ninaweza kuwa ninalekeza misimamo ya neno la Mungu? Na tukaangalia neno ambalo ninasema what is compromise? Je, compromise ni nini? Kulekeza neno la Mungu ni nini? Na watumishi hawa wakatuelekeza, wakatutekea mifano miwili. Kuna positive way na kuna negative way. Na zaidi ya hiyo tukapata ya kwamba kuna meaning ya compromising according to our Christianity. Mambo ambayo tumefungia kwa sasa ni kwamba tufuatilie neno la Mungu. Don't ever compromise the word of God. Stand firm and God will bless you. May I ask Pastor Ian to lead us with the word of prayer. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante Pastor Naomi na pia mtazamaji ambao umetufuata. Tuna imani ya kwamba unabarikiwa tunapoendelea na kipindi hiki. Mungu akubariki. Na swali ambalo tunakuuliza ni kwamba je, unalegeza hili neno la Mungu ama wewe ni Mkristo ambao umesimama imara katika kutetea wokovu wako? Tuamini na tuombe. Ewe Baba uketie mbinguni, tuna wingi wa shukrani kwa neema na kibali umetupa ili kwamba tuwe na kipindi hiki. Utusaidie ili kwamba tunapoendelea katika utumishi na katika safari yetu ya wokovu, ya kwamba Baba tusije tukalegeza misimamo yetu kinyume na neno lako, ili kwamba likatufae kwa sababu ya maisha yetu ya kibinafsi. Neno hili likawe la baraka kwa sababu yetu na likawe la baraka kwa sababu ya mtazamaji huyo. Ikiwa kuna yule ambaye aje kupokea, Baba tunaomba Roho yako Mtakatifu akamshawishi katika kufanya hili kupitia kwa kipindi hiki, ili kwamba aweze kukupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bariki kituo hiki na ubariki hata mtazamaji wa kipindi hiki hadi wiki ijayo. Kwa Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen.